Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunazibeberusha moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza ama umekuwa ukitazama lakini bado hauja subscribe katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia, yeyote ambaye anatazama hii kanda, bonyeza alama ya like na karibu ni kuhabarishe taarifa njema. Tanzania imeweza kukasirika na kutoa mzomo mkubwa kuelekea taifa lile la Marekani ambalo linaongozwa na Rais Donald Trump. Hutaamini kile ambacho Tanzania imekasirika na kusema na kuambia kwendeni kabisa. Unapotazama kwa skrini yako hapo, huyo mwenye anaonekana kwa picha anaitwa Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu wa Tanzania. Amesema vile wameandika hapo chini kulingana na chapisho hili kwamba dunia imebadilika, kutegemea misaada kumepitwa na wakati. Hey, kimeumana, kumelipuka. Sasa baada ya Marekani kuondoa misaada yake kupitia bunge lile la Seneti na kuwekea Tanzania vikwazo, hakuna kusafiri kule Marekani, misaada ikasimamishwa na Marekani kuja hapa Tanzania. Sasa serikali imekasirika kupitia Mwigulu Nchemba, amesema hata hatutaki misaada yenu, kwendeni, kwa kusema mambo ya kutoa misaada imepitwa na wakati, dunia imebadilika, sio vile mlikuwa mnatufanya, tunawategemea nyinyi wa Marekani. Huyo ni Mwigulu Nchemba, na kila ambacho anazungumza wamekubaliana na Samia Suluhu Hassan. Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba amekasirika. Amesema enzi za kutegemea misaada, kugharamia maendeleo na huduma za kijamii zimepitwa na wakati. Huyu Mwigulu Nchemba amesisitiza umuhimu wa Watanzania kujenga utamaduni na kujitegemea badala ya kutegemea mataifa mengine na kuwajibika kutatua changamoto za hapa na pale ama za Watanzania wao wenyewe. Huyu Mwigulu Nchemba anapweka sana. Amesema dunia ya sasa inahitaji mataifa kujenga uchumi imara unaotegemea rasilimali na mapato ya ndani badala ya kusubiri misaada. Akaendelea kusema ya kwamba, na unajua alikuwa anazungumza wakati alikuwa kwa harambee ya ukamilishaji wa jengo la kitega uchumi la kanisa Anglikana Tanzania inayofanyika katika kanisa kuu lile linaitwa Roho Mtakatifu Diocese ya Central Tanganyika Dodoma. Unajua wiki jana, mwishoni wa wiki jana, bunge la Ulaya liliweza kupiga kura, wakasema Tanzania kuanzia sasa hakuna misaada itatumwa katika taifa hili letu. Baada ya kura kupigwa pale katika bunge la Ulaya, mataifa yote yakajiondoa kutuma misaada, na bunge la Ulaya haliwezi kutuma misaada hapa Tanzania. Umoja wa Mataifa huwezi kutuma misaada. Sasa jambo hili ndilo limeweza kuwakasirisha wala ambao wako serikalini, akiwa Samia Suluhu Hassan, Mwigulu Nchemba. Emmanuel Nchimbi yeye hajazungumza na hawezi kuzungumza kwa sababu huyu Mwigulu Nchemba anampiga vita na Samia Suluhu Hassan. Sasa yeye hawezi kuzungumza. Sasa mwenye wanashirikiana pamoja ni Samia Suluhu Hassan na huyu waziri mkuu Mwigulu Nchemba, ambayo sasa wameanza kutishia Marekani. Sasa utishie Marekani, unajua Marekani ni nini? Eti hatutaki misaada yenu. Ndio tunawasubiri tuone vile mtaendesha hii nchi pasipo kuwa na misaada hiyo. Sasa mmesema dunia imepitwa na wakati, mambo yamebadilika, sio lazima tupate misaada. Mnazungumza hivyo na mmekuwa mkipembeleza na kuweka magoti chini na kusema uamuzi haujatolewa wa mwisho kutoka ama kupitia bunge la Ulaya, eti yale ambayo yalipitishwa hakuna kutumwa misaada hapa Tanzania sio jibu la mwisho ama kura za mwisho, kuna zile ambazo zinaenda kupigwa. Niliona akina Musiwa, huyu msemaji wa serikali, akisema hivyo. Sasa mumeona hatari imelipuka. Badala ya kunyamaza muonewe huruma,
Sasa mmeanza kupweka na kuambia Marekani na mataifa mengine ambayo yamesitisha misaada kama Canada, Uswidi na mataifa mengine eti hatutaki. Sasa dunia imebadilika, hatutaki misaada. Najua Mwigulu Nchemba ameanza kuwa kama Samia Suluhu Hassan, mwenye anazungumza tu pasipofikiria majibu ya hapo baadaye ambayo yanaweza kujitokeza wakati wowote. Sasa tutasubiri tuone vile mtaendesha hii nchi. Kuna misaada mingi ambayo ilikuwa inakuja hapa, na nimeona, nitaleta hiyo habari. Nimeona UAU ama UAU kuna misaada, sio misaada, kuna mikopo ambayo imeagizwa. Nitaleta hiyo. Kuna mikopo imepitishwa, nimeona kutoka mataifa mawili. UAE imeachilia mikopo hapa Tanzania, na saa hii tunaendea mikopo kwa sababu hamuna misaada. Na mikopo sasa hivi hapa Tanzania imefika trilioni 111. Trilioni 111. Hata tuanze kulipa kivipi? Hata tuachane na mambo ya maendeleo, tuanze kulipa, hatuwezi kumaliza. Hatuwezi. Trilioni 111 sasa hivi. Na sasa tumeendea mikopo mingine. Nimeona. Nitaleta hizo taarifa baadaye. Sasa makasiriko ya Mwigulu Nchemba na Samia Suluhu Hassan na kuanza kutoa mzomo kwa Marekani na mataifa yale ambayo yamejiondoa kwa kutuma misaada kwa kile ambacho kilisemekana ya kwamba haiwezekani serikali dhalimu iweze kupata ufadhili ambao ni ya Samia Suluhu Hassan. Na unajua misaada ilikatishwa kwa sababu walisema ya kwamba hawezi kufadhili udhalimu, hawezi kufadhili rais aliyejichagua na kujitangaza na kujiapisha. Haya yote ndio yamesababisha hayo. Sasa Mwigulu Nchemba kwa sababu amepewa kiti kupitia hiyo serikali ambayo ilijiapisha, sasa ameanza kufungua mdomo na kusema liwe liwalo na liwe, dunia imepitwa na wakati, mambo ya misaada sio lazima tutegemea, hata sisi wa Tanzania tunaweza kujitegemea. Haya, tutasubiri tuone vile mtaendesha hii nchi pasipokuwa na misaada. Hiyo mikopo ambayo mnaendea, itafika wakati benki la dunia, World Bank, itasitisha hiyo misaada kwa sababu kuna kiwango fulani ambacho kinafika mnakanyagiwa waya kwa sababu hamuwezi kulipa. Sasa mkikanyagiwa hiyo waya, tutaona vile mtaendesha hii serikali. Kiwashinda msalimu amri, kura zipiwe, yule ambaye yuko tayari kuendesha hii nchi na umakini na akili za hali ya juu aingia Ikulu, aendesha shughuli zote za uongozi. Natamatishia hapo. Tukutane kwa kanda ambayo nitaileta baadaye. Kiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kwaheri kwa sasa.